Ukiona kwenye kioo sura yako si nzuri, huvunji kioo, sio? Unajitengeneza ili uonekane vizuri zaidi. Maana yake ni kwamba mwaka unaokuja tukarekebishe kasoro zilizopo ili tuweze kuonekana vizuri zaidi kwenye taarifa hii. Na kwa kweli EWURA nawapongeza sana kwa kuja na hizi findings ambazo tumeziona. Sasa tumeambiwa vile vile kwenye taarifa hii watu wanaokaa karibu na mitandao ya maji wameongezeka sana. Maanake ni kwamba kuna watu wengi wako karibu na maji lakini maji hayajafika kwenye nyumba zao. Wito wangu, na hili ndilo ambalo Mheshimiwa Rais amekuwa akilieleza, ningependa kuona kila mtu aliye karibu na maji basi anayapata. Maana access ni jambo jingine, connectivity ni jambo la pili. Ni muhimu sana watu hao waweze kuwa wameunganishwa. Jambo la pili ni ukosefu wa huduma bora za usafi wa mazingira na upungufu wa miundombinu ya kutibu maji safi na maji taka. Ni mamlaka za maji 11 tu, sawa na 13.4% kwa mujibu wa taarifa ya maji hii tunayozindua leo, ndizo zina mtandao wa maji taka. Hapa naziomba mamlaka za maji kuweka mkazo kwenye masuala ya usafi wa mazingira ili miundombinu hii iweze kupatikana. Na la nne ambalo ni muhimu sana ni gharama kubwa za uendeshaji zinazochangiwa na upotevu wa maji. Kwa hiyo kama unawekeza kwenye maji, halafu maji mengi yanapotea, mathalan 70% ya maji yanapotea, maanake ni kwamba cost of operations zitakuwa za juu tu, hutaziweza kwa sababu kile unachokusanya huko na kile unachoweka havikutani, na kwa kuwa havikutani utaishia kusema gharama ni kubwa kuliko hela tunazopata. Changamoto hizi zinahitaji mipango madhubuti na ushirikiano wa wadau wote wa sekta ya maji, yaani serikali na sekta binafsi, kwa sababu serikali pekee yake haiwezi kufanya kila kitu, na wahitaji watu binafsi kuweza kuondoa hizi changamoto. Napenda kusisitiza vile vile kuwa ili kila Mtanzania apate huduma bora ya maji na aishi katika mazingira safi, basi naelekeza yafuatayo kwa mamlaka za maji zifanyie kazi kuanzia hivi sasa. La kwanza ni kuweka mikakati thabiti ya kupunguza kiwango cha upotevu wa maji kama nilivyosema, ili kuepuka hasara tulizozitaja. Kwa mwaka huu upotevu huu nimewaeleza umeleta hasara ya bilioni 114.12. Ni fedha nyingi sana ukilinganisha na uwezo wa kibajeti tulionao. Lakini la pili, kujihusisha pia katika swala la usafi wa mazingira kwa ajili ya afya na ustawi wa jamii. Swala hili mlimtambuka, liendelee kuwa sehemu ya kipaumbele cha sekta ya maji. Imejulishwa vile vile wizara imeandaa mpango mzuri sana au mwongozo wa usimamizi wa huduma ya maji safi na tope kinyesi. Naomba mwongozo huu ulenge kutoa mwelekeo wa kitaalamu na hatua za utekelezaji zinazolenga kuboresha hali ya usafi wa mazingira na upatikanaji wa maji. Kwa msingi huo, basi naziomba mamlaka zote husika kuhakikisha kuwa zinasoma kwa kina mwongozo huo na unatekelezwa kwa vitendo, usisalie kwenye makaratasi. Jambo la tatu, naomba vile vile tuongeze juhudi katika uwekezaji katika uzalishaji wa maji. Hii itasaidia kuziba pengo lililopo la uzalishaji maji, sababu wastani na uwiano wa uzalishaji maji dhidi ya mahitaji halisi kwenye taarifa hii ni 45%. Yaani ukiangalia ratio kati ya uzalishaji pamoja na mahitaji ni 45%, wakati uwiano wa uzalishaji wa maji dhidi ya uwezo wa miundombinu tulionayo ni 54%. Pamoja na haya yote, mamlaka za maji zinapaswa kutekeleza kikamilifu mapendekezo yote yaliyo kwenye hiyo taarifa, ili mwakani tunapokutana kwa kibali cha Mwenyezi Mungu, basi tuzungumze mambo mengine, tusizungumze haya. Nikiwa naelekea mwishoni, naomba nichukue nafasi hii kwanza kupongeza sana waziri pamoja na wizara yako kwa kazi kubwa mnayoifanya kwenye sekta ya maji. Jamani, mnyongeni haki yake. Nataka kujua tuna hali gani, angalia tulikotoka. Tulivyokuwa jana na leo kuna tofauti kubwa. Pamoja na changamoto tulizonazo, tukiri kwamba matatizo mengi ya maji yanatafutiwa majibu kwa haraka. Nitoe wito kwako waziri, katibu mkuu na
watendaji wote muendelee kusimamia hii sekta bila kuchoka, kwa sababu ni kiungo muhimu sana kwenye uchumi wa nchi yetu na maisha ya Watanzania. Lakini pili, nipongeze sana EWURA kwa kazi nzuri mnayoifanya udhibiti wa sekta hii muhimu. Jamani, EWURA ni regulator, anaturegulate wote. Regulate maji, regulate umeme, na regulate mafuta pamoja na gesi asilia. Sisi kule kwetu kwenye nishati, pamoja na kwamba yuko wizarani kwetu, tuna mikutano kila robo, kwa tunamfanya na kwa wa mwisho, kwa sababu yeye ni kioo chetu wote kuangalia hali yetu ikoje. Pongeza sana EWURA kwa kazi nzuri, na mimi nafurahishwa sana. Wakati nakwenda kwenye wizara niliwaambia ni vizuri sana taarifa zenu hizi zijulikane kwa watu, sio watu wa maofisini, mwe kwa watu. Leo nimefurahi ushuhuda umetolewa na waziri namna mnavyofanya kazi. Mwenyekiti wa bodi Profesa, tunakushukuru sana kwa ulezi wako na usimamizi wako taasisi. Na hii ndio faida ya kuwa na mwenyekiti wa bodi aliyewahi kuwa katibu mkuu, akawa waziri, akawa kila mahali. Amekuwa na kumbukumbu ya mambo mengi tulikotokea. Kwa hiyo nawapongeza sana, niwaombe muendelee kuongeza bidii katika kusimamia hizi sekta, kwa sababu jamani, hata tungesema nini, Watanzania hawahitaji maneno mengi, wanachohitaji ni maji basi.